Ukiaminiwa na watu, kubali kuaminika na jitahidi uaminike. Mtu anaweza akakuamini leo, akakupa kazi, akakupa maisha yake, akakupa siri zake. Ukipoteza ule uaminifu, gharama ya kuurudisha ni kazi sana. Na kwenye maisha jitahidi kuwa mwaminifu, hasa kwenye mambo mawili: fedha. Eneo la pili, mahusiano. Ukipoteza huo uaminifu, gharama ya kurudisha tena mtu akuamini ni kazi sana. Na hata akikuamini, hata kuamini kama ilivyokuwa mwanzo. Na ndio maana kuna watu wengi tumekosa provision kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Na maandiko yanasema kabla Mungu hajakupa vya kwako, atakupa kusimamia vya mwingine, na ataangalia namna ulivyo mwaminifu kwenye vitu vya watu wengine. Na akiona wewe sio mwaminifu kwenye vitu vya watu wengine, hawezi kukupa provision ya vitu vyako, kwa sababu aliye mwaminifu kwenye mambo madogo, Mungu anampa mambo makubwa. Na kuna watu tuko hapa tunakosa provision kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Ni kweli unaomba, unafunga na kuomba, lakini hauna uaminifu, hasa kwenye vitu vya watu. Hakikisha unakuwa mwaminifu. Iwe ni ofisini, fanya kazi kwa uaminifu. Iwe uko chini ya bosi, kuwa mwaminifu kusimamia mali zake kama vile za kwako, alafu uone kama Mungu atakupa provision ya kwako. Na kuna mtu akipewa kusimamia vya wengine, anapiga, anaiba, anafanya ovyo ovyo. My dear, Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo unafanya vibaya kwenye mali ya mtu mwingine, kwenye biashara ya mtu mwingine, kwenye ofisi ya mtu mwingine, unaiba, unapiga, huna uchungu na hiyo ofisi na hiyo biashara. Saa ukipata biashara au kampuni yako, yale uliyoyapanda ndio utakayoyavuna. Na wewe watakuibia tu, na wewe watakupiga tu, na wewe watafanya ovyo ovyo. Na ndio maana maandiko yanasema Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo unafanya kwa ulegevu kwenye ofisi ya mtu, siku Mungu akikupa ya kwako akakuletea watu, utawatukana, utafukuza, na wao watakuwa wavivu kama ulivyokuwa mvivu. Ukiaminiwa, aminika.